tunasema hivi, hapa ni Toyota, waliniambia adui alikuwa Shima, lakini na mimi nashuka, hatutaki tena adui kushima. Naam, tuko majira ya saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Hii ni Baraka1 TV ambao unasikiliza, na mimi ni ndugu yako Rajab Akili Kabonga, the one and only town DJ, pia ambaye niko nakurushia haya matangazo all the way from DRC. Ili kwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata hizi habari zetu za moto kila wakati. Na pia tembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kuendelea huku kwetu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni sana, na siku peke yangu niko na ndugu yangu hapa Roger Rafael Seko. Kipindi ni habari na maelezo. Karibu sana Roger. Asante sana, tuko tena ndani ya nyumba ili kuleta habari na maelezo kwenye Baraka1 TV. Yes, karibuni sana, na kikubwa inakuwa hiko ni hivyo. Tutakuwa tuna mambo matatu ambayo tutakwenda kuyajadili kwa siku ya leo. Katika haya mambo matatu makubwa, jambo la kwanza ni kitendo ambacho wazalendo na FARDC wako nakifanya sasa hivi cha kuzidi kusonga mbele, huku tukikaribia kufika maeneo ya Kavumu na pia Nyangezi na sehemu zingine kuelekea ndani ya jiji la Bukavu. Hiyo ni avance moja kubwa sana ambayo iko inaendelea kuanzia hivi juzi jana mpaka leo. Niko nawaambia mambo yanaelekea kuwa mazuri Bukavu. Na kitu cha pili, pia kuna ujumbe mzito kutoka kwa Justin Bitakwira. Ujumbe huu ni kutokana na hali ambayo wazalendo wako naanza kuonyesha ya kutaka kujilimbikizia sifa ubinafsi, na hivyo kutafuta kumalizana wao kwa wao, na kitendo hicho kinaweza kuafeblir pia nguvu na kazi za wazalendo. Jambo la tatu ni kuzungumzia kuhusiana na waziri wa mambo ya nje ya Rwanda Bwana Olivier kuweza kupigwa msasa na kuwekwa kwanza kando kutokana na utovu wake wa nidhamu alikuwa akionyesha wakati wa vita ya diplomasia kati ya Rwanda pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So karibuni sana na tuungane wote kwa pamoja. Lakini pia kumbuka operation Saidia Muzalendo bado kunaendelea. Kama hujaungana na operation hii, tumia namba zetu ambazo kuna hapo kwa screen yako, na utakuwa unawasiliana moja kwa moja na B1 TV. Na moja kwa moja tuanze na hizi taarifa. Bwana Roger Seko bwana, taarifa ambazo tumezipata sasa hivi zinasema kwamba kwa upande wa Kavumu, Kavumu ni mu territory ya Kabare. Ndio. Iko Kabare na ni kilomita ngapi na Bukavu? Ni pasi ya kutembea saa moja. Na niseme ni kilomita chache tu unaweza kufika Bukavu. Na Bukavu na Kavumu sio mbali sana. Kwa hiyo sasa hivi wazalendo wako sehemu ambapo panaitwa Mbayo. Na Mbayo ni kwa kutembea hadi Kavumu ni lisali moja. Ndio. Kwa hiyo tunasema kwamba sio mbali sana, ni karibu mno. Na hiyo yote ni kutokana na avance yenye wazalendo wameweza kuonyesha siku tatu pamoja na FARDC kuendelea kuwapiga magaidi wa M23. Kwa sasa hivi ukiachana na upande wa Kavumu ambako tutakwenda kusikiliza ujumbe kutoka Kavumu, jinsi utatuelezea hali iko inaendelea. Ngambo za huko za Nyangezi pia na kwenyewe ni hivyo hivyo. Wazalendo wamekamata vijiji 4 ambavyo vinazunguruka Nyangezi, na wengine walishikia maeneo ya Toyota huko akiwa wako barabarani kabisa. Hii inaashiria nini? Kwamba wazalendo wanataka kuingia Bukavu leo ama kesho, ama tutegemee nini? Hii inaashiria kwamba wazalendo wako bien determine juu ya kukamata maeneo yote ambayo ilikuwa imekamatwa kimabavu na M23. Na ukiangalia hili ambao umetoka kusema maeneo ambayo tuko Mbayo na kufika Kavumu ni saa kutembea saa mli moja. Hiyo ni kwa mwendo wa mguu, lakini ikiwa ni kwa gari hapo nadhani tunaweza tukafika hata dakika 50 tu ama 45. Nisema kwa gari
azifika hata 50, ni 30 hivi kwa pikipiki dakika 15. Ndio. Na hii inaonyesha kwamba wazalendo wako bien determine. Na ukiangalia vichapo hivi kila wakati M23 inakuwa inapoteza. Wenda hii inatakiwa kwao waone kwamba vita vinafika ukomo wake. Isimu la vita inaenda kuisha. Ndio, inafika ukomo wake. Ni kwanza rudisha, kwanza ombana msamaha, kutafuta angalau masalio itasalia na wewe uondoke nayo. Tuombe msamaha bwana, mie sijui venye viko, lakini ni kusema kwamba vita vinafika katika ukomo wao. Wakogombana wako nchini Kongo na nchi jirani, wasipate pressure ya magari mediatiki ambayo iko nazungumza hiyo, lakini ukweli vita unafika ukomo wake, kwa sababu ni habari ambazo tuko tunazungumza hapa, ni habari za ukweli zenye uhakika. Kwa sababu wenzetu watangazaji wako tupa habari mbalimbali kwenye mashamba la vita kote. Na ukiangalia hii habari kusema kwamba M23 inaanza kimbia kwa sababu mbayo vichapo kabisa vimeanza, ni useme kwamba hii inaonyesha kwamba FRDC na wazalendo wako bien determine. Kwa sababu depuis M23 iingie Bukavu, tulikuwa tunakuja sehemu tunapiga, tunakaa masaa mawili tunatoka tunaenda. Lakini hivi tokea juzi kati kisi tuliingia Chuvanga, Kafurumaye. Ndio. Mpaka sasa hivi tuko pale. Unaelewa? Ndio. Na kumewekwa base military pale. Silaha zimewekwa pale, wanajeshi wanajiranforce pale. Hii kuna maana, ina maana kwamba ni ile sasa no cessez-le-feu, sisi tunaenda mshambia mtoke amsikii, kwa hiyo gisi mliingia kwa moto na mtatoka kwa moto. Unaona? Hii inaonyesha kwamba kweli na effective yao ishapunguka sana, kwa sababu kasi yenye M23 walikuwa nayo na kikosi ilikuwa iko nayo na vifao vimeisha na watu maofisa wao wameisha. Na hii iko inaonyesha kwamba kila wakati wanapo kwenda kupambana unakutanisha kuona ugumu wa vita, M23 wanajisalimisha mbele ya FARDC na wazalendo. Ndio. Mfano hapa juzi wakombata 18 wa M23 wakajisalimisha maeneo ya Msanga na Kisimba, kwenye grupu ya Kisimba. Ndio. Wakajisalimisha na vifaa vyao vya kivita na manguo mateni yote, wakasema wao wajui lenye liko. Na hiyo inaonyesha kwamba kweli avance iko nzuri na tunategemea mazuri sana kwa upande wa FARDC na wazalendo ambao kila siku wanapambana kwenye shamba za vita. Kwa hiyo tusikilize kwanza ndugu yetu kutoka maeneo ya Kavumu akituambia habari kamili jinsi hali iko inaendelea huko maeneo ya Kavumu tarafani Kabare jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tusikilize kwanza hiyo. Asante wana Rajabu. Kwa saizi Kavumo hali haiko bien. Hali haiko bien Kavumo depuis 3h du matin, selon utafiti tumefanya. Depuis 3h du matin balianza pigana Mbayo, mkijiji inaitwa Mbayo, bazalendo contre ba rebelle. Depuis 3h du matin balianza pigana Mbayo. Ni kijiji eko yulu ya Kavumo. Kutoka Mbayo kufika mwa aeroport wa Kavumo ni mwendo wa Samoya. Tuko pigana kule. Kunaanza toka na Matire Chivanga kushuka kule Mbayo. Tunaomba Mungu atupatie ushindi, asaidie wazalendo wetu wapate nguvu ya kupigana. Tuone tumegomboa mji wa Kavumo yote. Tukishakuwa na aeroport ya Kavumo tunao kama bakaoko wamekatika sufle. Ndio vile wana Rajabu. Ni Mbayo iko ile ya Kavumo, ni mwendo wa Samoya kutoka Mbayo Mukavumo center. Sawa. Na baada ya kumsikiliza ndugu yetu kutoka huko, najua sehemu pekee ambako unaweza kuwa unapata habari zote za uwanja wa vita ni hapa. Mnakuwa hamjakosea. Watu zaidi ya milioni 12 ambao wanasikiliza Baraka One TV na kuitizama, na subscribers ambao wanaelekea 75. Tunashukuru sana kuona jinsi mmezidi kuonyesha uaminifu, lakini kikubwa ni kuwa na
naangalia video yote mwanzo mpaka mwisho. Usishide tumeongeza dakika. Sasa sababu watu pia wamelalamika dakika za kidogo. Ndio dakika ndogo sana. Wakasema tuongeze dakika. Haya. Tuongeza hapa dakika. Hapa tunashia 15. Wakasema hapana, tuongeze hata 30 hivi sawa. Kwa hiyo unaangalia video yote mwanzo mpaka mwisho ndio unakuwa unajua nini kwenye kiko kinaendelea. So jambo la pili, tuachane na hii masuala ya vita sasa, sababu ushindi uko upande wetu. Jambo la pili ni la Justin Bitakwira. Justin Bitakwira ametuma ujumbe mzito sana. Nafikiri tusikilize kwanza huu ujumbe, kisha utakuja kututafsiria nao, and then tutachangia sasa kwa hali yenye iko inaendelea. Hebu tusikize Justin Bitakwira. Ebene witu na balamusa yawe Uvira, bazalendo, societe civile, zoshi, babya dunia, ba Alphonse, balna Luvumbu, basamadari, bamakanaki, barene Itongwa, bakashumba n'abandi bose muyijizuri yani ngwete ngafuata byoshi bigwete bigalenge yo munda muri imizimu ya Musa 64 yabamarandura babidalira n'abandi boshi bo muyiji bagirima banandi imizimu yabo yabaza ko yabagalukira nendaho tugagenda muyago Mario go kulwa mwene na mwenene gaga tutwale kuzimda nayo galongera kiri na muhindu kiri mukengere bakayamba bazabuloni banakabaka nabandi bose yeyo mizimu yo kushomba na mwenene kumwenene yegatugwatisaka ibyo muri muheba makanika bakamama banyerere nabandi ya mizimu yabo bashokulu yabahikira mumenye byo murimo mugabi gwatana amaboko gabiri na mugayi kengeramwe abigwatira mu bindi ubuvira butashazizi kongweshon higulu byo kuzibira kai haliko koko kandi mwatondero kulashana mwenene na mwenene mumenye abalba bamudeta bomanye ikaya tunalete mutumenye leki umuzimu gutayiji kandi bayingirira kumukola muyitana mwenene kumwenene kazi kinyu kongwa mwengwa muyijizu ile bahamaga mujande ibyo mwayingira mujande notaga janda halwage ndayo gahima yugo mujina mwayingira mwo gugaba mala mweshi kongwa wenene honorable Bitakwira hano. Naam, nadhani hapo tumemsikia Justin Bitakwira ambaye ni député national wa province ya Sud Kivu na amezungumza mengi sana kwenye lugha la Kifulero. Hapo ni lugha yake ya mama hiyo, na amesema mengi sana. Kifulero nakisikia kwa mbali sana, lakini na shida kuelewa kwa nini si ametiza Kifulero. Ndio, huenda hujajituma tu. Ima yuko aishi. Ndio. Mayuko aishi maifu nini? Ndio. Ndio. Anasemaje ndo? Amezungumza hivi. Ni wakati ambao tunatakiwa tuikae kwa pamoja. Na tunatakiwa tuache. Ndio maana amesema tujande. Tujande turimo. Maana tuache binye tuko emo. Hivi amesema kwamba wakati mzalendo mnaanza pigana moyo kwa wenyewe, inatumana hata mizimu inakasirika. Mizimu ya wale ambao walitangulia katika movement za kizalendo, kwa sababu wazalendo sio hao ambao wameanza. Kuko wengine walikuwa wazalendo wakapita, na hao nao watapita, na wengine watakuwa wa mai. Nasikia metaja kina Bidarira, sio kina nani. Ndio wengi wa mzee na Kabaka na wengine wale wote, anasema kwamba mizimu yao haitafurahi. Haitafurahi kwa hilo ambao wanalolifanya, kwa sababu wanatakiwa kuikaa kwa pamoja. Na kama ni hewa imewakuta, waachane na hiyo, waweke pembeni, waweke kando. Kwa sababu kupitia hii vurugu ya leo inaweza katumana adui anapitia hemo, na watasikia haya ya kukimbia mgini wao, na wakati walijidai wao ni wazalendo. Sasa ndio anawaambia waache, na ndio maana amesisitiza kwa mwisho kusema kwamba tafadhali muache. Msije hivyo mjande, muache hivyo, muache
Ndio, ndio kisa ametosha ujumbe wake ya kuinterpelea wazalendo kwamba huu ni muda wa kutokea kujifocus sana na masuala ya vita. Sio kusema kwamba ni akutaka kila mtu hawe anajionyesha mimi ndo fulani, mimi ndio fulani. Sasa kwa nini Bitakwira alituma ujumbe kwa Kifuliru? Na yeye anafanyaga akishakuwa Uvira, anakuaga na mtu wa kuwa na mkalimali wake. Ndio. Anaongea Kiswahili na ni Kifaransa, bana tafsiri kwa Kiswahili. Na wakati iko Uvira kwa Kiswahili, kwa nini sasa akutuma hii message mu Francais? Hii niseme kwamba anakuwa na mtu wa kutraduire hapa Uvira. Ni kwa sababu message yake nyingi sana toshaka nasemaka na jiadresse hii message kwa chef de l'etat. Ndio maana anapenda aitume mu Francais direct. Unajua niseme kwamba kuna watu ambao kwa sababu ile tunasemaka msemo moja ya lugha yangu ya mama nasemaka kwamba sio kila mindi yote yenye mandevu natoshaka mapunja. Ndio. Kwa zingine unatoshaka zina mandevu lakini ndani unatonisha hamnemo kitu. Sasa wakati vile ni natakiwa kuheshimia na zile vitu ya vile kuheshimia wale ambao walitangulia. Niseme kwamba Bitakwira na William Amuri ya Kutumba ni watu ambao walishapata masanction za kutosha za Union Europeenne. Na baada ya hiyo tu sio kusema kwamba tu ni masanction na kila kitu yote watakuwa wanafanyaka. Kabla kwanza ya kuhusia hiyo. Ndio. Mimi lengo langu ni kwamba message ndio anaadresse Mkifuliru. Niterudilia. Je, eske ni kila mtu ndo anasikiaga kwa Kifuliru? Sasa mimi niko Mbembe. Ndio. Unaona? Mzee William ni Mbembe na wengine pia ni Wabembe. Hawasikii ile message. Donc alituma tu ni kwa Fuliru peke ndo waache yuko anafanya ama na anasema kwa wazalendo wote wa Uvira na Sud Kivu. Ndio. Hii halitaka kuifanya kwa sababu ni siri. Unaona kuna wakati mwingine wazungu wako wanatumikisha politiki ya lugha. Anaweza akakusema sababu kisi zamani tulisoma ma stenography. Banakupatia bahasha kusema uende pelekea mtu fulani, majoro fulani. Kumbe ile bahasha ni kwenda kufungisha. Wanasema kwamba bule masteno mtu mkamati amefanya kosa fulani. Na wewe mwenyewe umejipelekea bahasha. Sasa ndio hivyo kupitia ile lugha ya steno ilikuwa tumana wengi wanafungiwa. Na ndio vile akapenda tumikishe lugha ya Kifulero. Kwa sababu wamoja hawatasikia kenye kimesemeka mude, lakini wale wahusika watasikia. Hii inasemekana kwamba kufuatana na sisi watangazaji tumefanya utafiti wetu. Ni percent kubwa sana wazalendo wako wa Fulero. Niseme ku 100% au moins à 60% ni wa Fulero. Ndio. Na sidhani kwamba mzee William Amuri ya Kutumba anaweza shindwa kuelewa ile message ya Mkifulero. Hawezi kosa. Juu ni mtu ameishi kwanza ashapiga miaka za kutosha, pita maplane yote, ashaka pambana mwa milima za Kifulero za Kibembe. Ni kama vile niseme mzee generale kama makose kujua Kibembe anayua. Bon, unaona Roger, mimi sikuwa naenda mukadre ya kusema kwa nini tu ni Bafuliru, kwa nini tu ni Bavembe. Ndio. Njia yangu kwa juu mimi nakuwa na mlaumu mara mingi yeye mwenyewe honorable. Kwa nini akifika Uvira anaongeaga Francais kisha mtafsirie Kiswahili? Ile wanatafsiri ile wanatafsiri ni kwa sababu ile message anaiadresse vile vile kwa chef de l'etat. Donc ndio pale tunajua kwamba akiwa Uvira akujagi kuongea na Uvira bali anakuja kutuma message kwa rais. Anasemaka na raia na anatuma na ujumbe na mfikie na rais. Ndio inayo pia hapa anaongea na wazalendo lakini ni Wafuliru. Ndio hapa message Wafuliru. Haijamaanisha vile. Haijamaanisha vile lakini message ile imefika. Imefika. Sawa. Message imefika kwamba wazalendo wote wanatakiwa kuacha ile ili kutafuta kukulana. Na niseme kwamba kwa upande wangu alikuwa na haki ya kusema mlugha Kifulero. Kwa sababu gani? Nikikuuliza hapa kama mwenzangu mtangazaji DJP, eske kukusha sikia groupe arme ya kizalendo ya Kababembe kapigana wao wenyewe tangu hivi vita vinaanza? Asijakuwa. Huenda kama ilikuwa ya Kibukila Mtetezi na Bruno ndio hiyo ilikuwa ni vurugo. Si Bayomba. Ndio Bayomba. Lakini wengi wanafanya hizo vurugo. Wenye wanafanya hizo vurugo ni wa Kifulero. Na ndio maana ujumbe ulikuwa utakiwa kuwafikia wao ili waache wenye wako wema. Hapo sasa ndio unazungumza point. Ndio. Sasa ndio tuanze sasa point tuanzie hapo. Kwa nini wazalendo wa Uvira axe yetu ya Sud wako natafuta na boso kutafuta wako naanza kutaka kukwensane, sawa? Mimi ndio nionekane niko hivi,
mimi ndo nionekane nina uwezo, mimi ndo mkubwa na huyu ndo mdogo, mpaka nafikia hatua wanaanza kutegeana mambiskadi. Shida sio kwa hiyo ni nini? Hii niseme kwamba ni shida ambayo inatokana na ule umaarufu. Nitoshe mfano, kuko generali mwenye aliamuka tu naye akapata bunduki mbili na anakuwa generali. Ndiyo, ni vizuri juu utachunga inchi. Na wanasemaga kwamba kufuatana na katiba ya nchi ya article 63 na 64 nasema kwamba kila mkongomani ana haki ya kuchunga inchi yake, mipaka ya inchi na menasi yote yanatokea nje ya mandani. Unafanya vile hali ya kizalendo. Ndio watasema ndio ni generali wa kizalendo anasaidia juu ya kupambana na inchi sivamiwe. Ni vizuri. Lakini unataka kutanisha wale wanakuja vile, iko na masoda kama 10 kama 15. Anapenda aanze kujiweka meme echelon na mzee William Amuri ya Kutumba mbali pigana vita miaka za kutosha. Wazee kama mama wakina mama Aduna wengine unataka Wanyerere wazee ambao walipigana wanataka jiweke meme nivo. Nyerere alikuwa kapteni hapa wa polisi hapa Uvira. Ndio. Alikuwa hapo chef na chef kama komanda vile wa polisi. Na hii inatumana kwamba nakuwa watu wenyewe wakutanisha wako tangu wanayosema kama Kifaransa akwaki kuna kosekana mabrebi galese. Ndio zile zenye makondoro kutashaka zinatoka kama mumustari zinzayo zinaenda pembeni. Hazikosekana kiza vile. Unakutanisha mtu kwanza iko na comportement mubaya. Alilia mkizalendo iko na madeni za watu. Anafika mule anapenda ajichie influence moja nguvu sana. Heshima inatakiwa hiyo. Sio mfano, sio kwamba kila mtu wote njoo uko mzalendo njoo na wewe unaona ujiweke meme nivo. Ndio mko meme nivo juu mkizalendo kila cheo yote ya mwisho wao wanaona kama ni generali tu. Niko na generali na komanda na charge na operation hizo mbili unakuwa hizo mbili tu. Sasa unakutanisha hii unakutanisha kila mtu anajiita generali. Sasa wewe utaniambia kitu uko generali, mimi niko generali. Hata niko generali kwa soda mbili wa kunichunga. Uko generali na battalion ya 400 soldat. Hutaniambia kitu. Si wote ni ba generali. Lakini unakutanisha heshima hakuna. Ndio maana hii ni fursa kwa wazalendo. Wawe na heshima. Apare kwanza mimi angalia kwa si kombata, angalia niko mzalendo kwa soda mbili kuko generali. Ndio mko generali wote, lakini kuna wakati mwa adabu inahitajika. Heshima inahitajika. Na wakati ukiheshimia mtu mwenzako, hautamfanyizia mbiskadi. Adui ni moja tu, M23 ndio wanatafuta muda. Unajua kuna wakati mzee William Amuri ya Kutumba anakuja mplan. Kulitokeaga mavurugu mingi kwa grupu ya army zingine za Kifuliru. Juu mimi ni mtu mwenye si kwagi na pepesa maneno. Basi ya A nasemaga unazungumza A. Sasa nimesema citation la NS tribalisme no tuambiane kweli. Mpaka nikafikia wakati wanasema ke simrudie kwenu Bubembe. Sawa? Ndio. Simrudie kwenu Bubembe. Huko sio kwenu. Sasa tunajiuliza Bubembe ni wapi? Eske iko nje ya Kongo ama wapi? Na Uvira ni wapi? Eske iko nje ya Kongo ama wapi? Wazalendo, hii message ya Bitakwira imefika wakati mzuri sana ambako uko nasikia hapa kuko coordinateur provincial wa Wazalendo. Ukienda Mlongo nako unakuta kuko mwingine coordinateur provincial wa Wazalendo. Ukienda Uplen kuko mwingine coordinateur provincial wa Wazalendo. Sasa tunajiuliza coordinateur provincial wa Wazalendo Basidi Kivu ni nani? Hajulikani. Porte parole wa Wazalendo Msidi Kivu ni nani? Hajulikani. Mtu mwenye mie na reconnaître kwamba huyu alitumwa na chef de l'État comme représentant wa Bazalendo ku niveau ya Sud Kivu ni honorable Justin Bitakwira biona hai. Na kwa upande wa Manyema ni nani ule bwana bonge ule naye ndo representant wa Bazalendo ku niveau ya Manyema. Sasa wengine biko natafuta nini? Haoni kama ndo hii matatizo yenye Bitakwira alisemea. Ndio hii kuko watu tu wenyewe wako na vitu ya hene, vitu ya kutafutana. Ndio kweli unatakiwa kusemewa. Niseme William Amuri ya Kutumba anatumika maeneo ya Plaine de la Ruzizi. Si ni mbembe wa Fizi. Lakini huku mteritori ya Fizi mwanatumika kule ni ngoma nzito. Si mfulero wa Plaine. Unajiuliza kwa nini tunatakiwa hivi? Yaani sehemu inatakiwa kwenda mtu mwenye anahitajika pale hapana. Je, na ukiangalia mapambano yenyewe wanafanya ngoma nzito huku nani maeneo ya territory ya Fizi anapambana na M23 na Gumino Redi Tabara, hawana bahati kule. Kila siku wanapata vichapa. Na maeneo ya huku ya Plaine de la Ruzizi
William Amuri ya Kutumba na wengine wa general wasaidiana kule wana maîtriser bien tena wana organiser bitu mzuri kabisa. Tulifika yako nadhani siku zilizopita mfusha bitu biko organiser. Hautakuja n'importe qui ulete vitu vyako mtu mwingine wanakuuliza le pourquoi ya wewe kufanya vitu mwingine. Wanafanya makesho d'enquête kutosha kwamba kweli wewe unakufanya vitu kuleta maendeleo ni vizuri. Na kama vileti maendeleo viko na uhusiana na vitu ya vita hauna bahati wanakukamata. Na ili nakutosha kwamba vitu viko organiser fasi yote. Haina muda kusema kwamba waanze pigana mzalendo kontra mzalendo mwanze kukutana vitu vyenye vina maana. Haina maana. Tulifikaga Luvungi ile wakati yenye M23 iko ingali freshman inaingia Katogota. Ndio. Sawa. Luvungi yote ilikuwa ni kimya. Lakini bazalendo bote ya Kifuliru yani ya Bafuliru ya Mpleni. Hakuna mwenye alizeti hapo yake ni pale Luvungi. Ndio. Wote walikimbiaga. William ndo alikuwa huko mpaka pale. Mpaka raia nani ya Luvungi inasema tulikuwa su ya moto ya wakati gasi anakia anashuka na ule generale Katuzo kama Katozo hivi. Ndio ndio umwavi generale umwavi. Sawa anashuka. Wakamwambia M23 muache tu ipite. Ndio akapigana pale Kotazo generale Kotazo. Ndio. Ndio akapigana pale CNPCC ya mzee William Kurumba contre Kotazo pale. Moto 3 jours. Chelewa. Ndio kukimbia sasa kukia Uvira ndio mzee William kupitia bariere pale. Baadaye sasa ndio wengine wote sasa bakaanza enda kule kama après des semaines. Ndio. Après sasa mtu asimame tu aanze kuingiza maneno ya chuki mbomba wazalendo. Mimi ndio kiongoza wazalendo. Mimi ndio so hii inakuwa iko na pertinence. Ni swala la kusema kwamba tutumike kwa pamoja. Kwa sababu ukiangalia Luvungi maeneo hata na mimi nilifanya utafiti pale wakati M23 ilikuya baada tu ya Gasita na Kotazo kupita. Na kuambia na wasuda FARDC wamoja wakaenda wazalendo wamoja wakaenda wakapotea mwingine kawakia vile yenyewe haina tabatu. Ilikuwa vide wazi. Usembe ni juu tu ndio maana nakwambiaka inatakiwa masuala vita kuheshimiana. Juu je ne pense pas kama kwa generale wa kizalendo mwenyewe alijitahidi kujituma sawa vile ya Kutumba. Alishuka kule kwa sababu wao wanabunifu kwenye masuala ya vita. Na kuambia gari zilishuka complain za ajabu. Na ile katumana sasa ukiona ya Kutumbana ikaa kule. M23 kapata habari kama huku basha funga sentio. Akasema nitumikishe ninachana nitumikishe boga ya kumuingia mpsikoloji. Akatumana audio ya Kutumba achana na hiyo. Angalia kwa mtoto mdogo utakufa ona vifao. Na niseme asante kwanza kwa ya Kutumba na akamjibia akamwambia kama kijana kwa mtoto mdogo uliza babu yako Kabila njoo akupe habari yangu mimi ni nani sasa. Njoo hapo nanga kusikia vile akamwambia vya natukule kwanza skali hapa juu mwenyewe kuona iko na meno ya ajabu kuliko sisi. Na hii katumana kwamba pale ukawa kibambazi kile wanasema kia Alemania Mir de Berlin. Kwa hiyo ndugu zangu ambao mko mnatusikiliza tupeane heshima. Ba legend wanapewa heshima yao. Kwa hii kazi ya kizalendo kwenye biko muvita mupori zaidi ya miaka 12. Sawa? Ndio. Mwaba wote wazalendo sasa hivi. Hakuna mwiko na miaka mingi mpori sasa mzee bila mamuli ya Kutumba. Alipigana na vikosi Nyerere kama iko na 10 kama 12 hivi. Ndio. Ushelewa. Mzee William iko na plus ya 18 ans. Donc regime manda yote ya Kabila yeye alijopose na kukaa mpori iko na kula miogo na mayani ya pori. Ndio. Iko napigana kule kupori zidi ya Bangomino kule. Donc ni mtu mwenye iko alipambana na Mamadou Ndala. Ndio. Sawa. Mamadou alikuwa anapewa arsenal zote aende a détruire mzee William. Iko na tayari kule kupori. Ilikuwa na mapambano ya ajabu kweli. Sasa tupiane heshima kwamba huyu iko na niveau ya hivi na huyu iko na niveau ya hivi, tuheshimiane na kiukweli mwenye haki anastahili haki. Wewe tu hawezi kuja hapa leo aseme mimi ndo kordo wa bazalendo mwenye hata Muuvira tu abakujui vizuri. Hauna hata effective ya watu 200. Sasa mwenzako yuko na watu zaidi ya 5000 na huko desordone kwa unakutanisha na kunya pombe anapita anaanza jifanya makali. Maana yake unakutanisha hata ileweka tena. Sisemei mzee William Mamuli ya Kutumba lakini tunaangalia haki. Tukisema haki, Musid Kivu groupe armée iko na basolda ba mingi, benye biko discipliné, benye biko ordonné, benye biko na logique. Hawezi chagua aseme 2-3 mkaacha mzee William Mamuli ya Kutumba. Na ndio mwenye anajulikana ku niveau international.
Hiyo na sanction ya Union Europeenne. Ndio. Hiyo na vitakwira. Alikuwa bado wazalendo ni ya ukweli. Hapo ndio wajuka biko na sanction za Union Europeenne. Kwa hiyo tuwape nafasi yao kubwa na tuwape heshima pia. Ngoma Nzito anafanya kazi kubwa sana. Sana. Nilipenda General Ngoma Nzito anasema kama mimi Ngoma Nzito niko leo hapa. Ndio. Ni juu ya mzee William Amuri ya Kutumba. Alikuwa anamuita Monisco. Ndio. So, kama nilikuwa napata bunduki, risasi, nilikuwa nasitoa kwa mzee ndo alikuwa ananipa. Ndio. Unaelewa? Ndio. Monisco yetu sasa ni wazalendo. Leo watu biko nataka na alipofika hapa alitoa heshima kabisa kwake, akasema ndio, na wakaenda kwenye mazungumzo yao complain juu unakutanisha masuala ya vita yanatakiwa kimya. Yeah. Na surprise ndio kumkuti adui. Okay, tuzungumzie swala la Rwanda sasa. Tupatie habari za Rwanda. Rwanda nini kimeendeleka kwa bwana Paul Kagame, Mr Skeleton anataka toka Mkongo sasa. Ndio, niseme kwamba hii ni baada tu ya siku chache kuona kwamba Kagame alitishaka kikao. Hiyo ni masuala ambayo tumeshazungumzia katika vipindi vilivyopita. Niseme kwamba sanction government ya Paul Kagame imetaka niseme kwamba imetosha sanction. Kwa ministre wa affaires étrangères Olivier Ndahuguriye. Na kiwa na kiburi sana kale kwa. Ndio, anakuwa na kiburi. Niseme kwamba ikumbushwe kwamba Olivier Ndahuguriye kwanza alikuwa kama question avec débat ku Nations Unies New York na ministre wa affaires étrangères wa Congo Therese Kaikwamba Wagner. Mama la mama. Wakaingia kwenye question avec débat kuexpliquer ma contexte ya vita kila mtu nchi yake. Lakini nikapenda sana huyu mama wa Kongo Therese Kaikwamba aliexpliquer mkifaransa. Akatoka mkifaransa akaingia mkiingereza. Akaona mle mkoa wa Arabu akasema na siteze mkiarabu. Akisha wazungu wakakubali wakasema hapa tumeelewa kwamba wao wana sheria. Na ile kaonesha kwamba gouvernement ya Rwanda ikamtumia kama message huyu Olivier Ndahuguriye ya kumwambia kwamba haitugisi mwanamke anakushinda. Mwanamke anakushinda haya. Lakini sema kwamba ule alikuwa na eloquence ya nguvu sana kumshinda. Na baada hapo kumshinda hapa juzi tena mapropo akatosha ya kumtakle mapropozi mwa zenye zina mtakle president wa republiki. Me hata kama Rwanda wanajua kama tuko kwenye masuala ya vita, lakini adabu inakuwaka. Haiko juko ministre wa affaires étrangères ujiadresse kwa chef de l'état wa Kongo hapa. Ndio. Na hata Kongo natosha ma declaration haijiadresse hawezi adresse directement kwa chef de l'état wao. Mais kunakuwa kitu kia heshima. Na ile wakasema kwamba ma propose ziko belliqueuse kweli. Ndio. Na hiyo ikaonesha kwamba Rwanda ikasema kwamba huyu haitajiki tena kuwa waziri wa mambo ya nchi. Kwa sababu analetesha nchi haya. Ndio, analetesha nchi aibu kabisa. Upande wao wanasema kwamba ce sont des propos outrageants. Ndio yenye aliadresse kwa chef de l'état Félix Tshisekedi. Hatujajua ni mapropos gani, ni maneno ambayo yanaonyesha mtu ashajitia kifua juu, anaona kila kitu yote nitakachozungumza kwake itakuwa kizuri. Hii inaonyesha kwamba, na niseme kwamba kabla ya hayo niseme kwamba kiongozi ambaye ni ambassadeur wa envoyé spécial wa États-Unis ambaye kutoka kwa Donald Trump na ni Masad Boulos ambaye alifika kwa Paul Kagame kumzungumzia masuala hii ya kuleta amani kati ya nchi ya Kongo na Rwanda, na njoo akasema kwamba anakubaliana na hayo, atatosha majeshi yake. Na hii inaonyesha kwamba kuna kiwango kikubwa kwamba avance inakuwa mzuri, kwa sababu jeshi ya Rwanda kitoka na M23 wako na chapa kila siku, inaonyesha kwamba wanaenda finire vibaya M23. Kwa hiyo tumpigie makofi chef de l'etat kwamba diplomasia yake imeenda vizuri, imekubali sana. Tuseme kwamba hii inaonyesha kwamba kweli nchi ya Kongo tunaenda kumaliza mambo vizuri. Na niseme kwamba mapambano hii inaendelea. Hata sasa tunazungumza hapa ni huko Mbayo, kama kijiji cha Mbayo hapo ndio kuna washi wa moto kila siku hapo. Okay, malizia sasa hapo tuache watu pia wapumzike. Mimi niseme shukrani kwa watazamaji wa Baraka One TV. Ombi langu tu ni kuomba ufinye kwenye kengele ukikuwa kama hujakuwa abone na ushare kwa wengine. Unatumia wengine wapate habari nzuri tena za uondo, za ukweli, za kivita. Ili utaka kujua masuala ya vita, unatembelea Baraka One TV. Utapata yote kwa muda ambao unahitaji, kwa sababu kila siku tunatosha habari ambazo ziko nyipya.
Na mimi nashukuru sana kwa wote ambao wako natusikiliza. Simu Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Republic ya Kusini, mwa papiro ya Afrika Kusini, Biondo kwa mama mzee wa States ya Menda, Feza Datisha Asha da Arwin ukisikiza Baraka TV, Ankisi Kandeke, pia sijamsahau Biondo Kilamba Mawe mzee wa State ya Men na Kizabe Ayeba, King Sele the only one king from USA, Asukulu Ayeba, Sani Ramadhani na Mashaka Ayamba. Sijamsahau pia ndugu zangu wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Hii ni Baraka One TV. Chao chao.